kama ambavyo tuliahidi kusogezea yote yanayojiri Mashariki ya Kati. Wakati huu tumekusanya taarifa mchanganyiko baada ya yote yaliyotokea. Tukianzia nchini Israel, kulingana na taarifa za huduma ya ambulance, baada ya mashambulizi ya Iran katika mji mkuu wa Israel Tel Aviv, takribani watu wa Israel 21 wamejeruhiwa, 16 kati yao walipata majeraha madogo, huku wawili wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya zaidi, na bado taarifa nyingine zikiwa hazijatolewa, lakini hali ni mbaya, ambapo kwa jinsi inavyoonekana mashambulizi ya Iran yameongezeka kuwa makubwa zaidi katika masaa kadhaa yaliyopita, huku makombora yakizidi katika mji mkuu wa Israel Tel Aviv, na inaonekana kuwa usiku kuwa mgumu zaidi kwa taifa la Israeli, ambapo kwa sasa ni usiku na bado ving'ora vya mara kwa mara vinasikika, ikiashiria kwamba makombora ya kutoka Irani yanaingia katika taifa hilo la Israel. Hata hivyo, gavana wa Minabu, jiji lililoko kusini mwa Irani, ametangaza kwamba idadi ya vifo kutokana na shambulio la bomu kati ya Marekani na Israel kwenye shule moja ya nchi hiyo imeongezeka kutoka watu 41 mpaka kufika watu 115, ambapo mashambulizi ya mapema kabisa ya Februari 28 asubuhi, Israel na Marekani zilipiga katika shule moja ya wasichana ya pale nchini Irani. Hata hivyo, kwa ujumla ripoti mchanganyiko ni kuwa Irani kwenye awamu yake ya kwanza ya makombora yake ilipiga kwenye jumla ya nchi 7 za Mashariki ya Kati ambazo zote zina kambi za kijeshi za Marekani. Lakini hata hivyo, baada ya swala ya Magharibi na futari, ikaanza awamu yake ya pili ya mashambulizi ya kupiga maeneo mengi ya eneo hilo la Mashariki ya Kati, ikiwepo pamoja na Israeli, ambapo baadhi ya maeneo ni pamoja na Dubai ambayo imeripoti moto mkubwa sana kwenye bandari yake ya Jebel Ali iliyoko katika jiji la Dubai. Ofisi ya vyombo vya habari vya Dubai imeripoti kuwa moto katika moja ya sehemu za bandari ya Jebel Ali baada ya kugongwa na makombora kutoka katika taifa la Irani imekuwa na athari kubwa sana. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, ofisi hiyo ilisema kwamba timu za ulinzi wa raia za Dubai zinaendelea na juhudi za kuzima moto huo kikamilifu, lakini hata hivyo bado hali imekuwa ngumu zaidi, kwani kuna uwezekano wa shambulizi kuongezeka na wasiwasi bado unaongezeka. Hata hivyo hakukuwa na maelezo kuhusu majeruhi kutoka katika eneo hilo baada ya moto huo mkubwa zaidi uliosababishwa na kombora. Chapisho hilo pia liliwaonya umma dhidi ya kusambaa na kusambaza video za zamani za moto huo katika bandari hiyo ambayo imeungua mwaka 2021, kwani inaweza kusambaa taarifa za kupotosha. Bandari ya Jebel Ali iko kusini mwa Palm Jumeirah, ambapo mlipuko uliripotiwa kutokea mapema jioni ya Februari 28, 2026 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli katika taifa la Iran, nayo Iran kulipiza kisasi. Sasa bodi ya shirika la nyuklia la Umoja wa Mataifa limepanga kukutana Jumatatu kujadili kuhusu Irani. Bodi ya magavana wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki itafanya mkutano wa dharura Jumatatu mapema kujadili mashambulizi yanayoendelea Marekani na Israeli dhidi ya Irani, ambapo mkutano huo inasemekana kuwa umeombwa na taifa la Urusi ambao ni mwanachama wa bodi hiyo, na mwanachama yeyote wa bodi hiyo anaweza kuitisha mkutano wa shirika la Umoja wa Mataifa la ulinzi wa nyuklia. Mkutano huo wa dharura wa Jumatatu utaanza saa 1 kabla ya mkutano wa robo mwaka uliopangwa kwa muda mrefu wa bodi, ambapo mpango wa nyuklia wa Irani ulikuwa tayari kwenye ajenda ya majadiliano. Wanadiplomasia wanasema hakuna dalili yoyote kwamba vituo vya nyuklia vya Iran vilishambuliwa katika mashambulizi ya Israel na Marekani ya Jumamosi mapema. Hata hivyo, tofauti na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran ya mwaka jana ambayo yalilenga maeneo matatu ya nyuklia. Wakati hao yakiwa yanaendelea, taifa la Jordan ambayo anga lake lililotumika kwa mara ya kwanza kwa Israel na Marekani kushambulia Iran, nayo imeripoti takribani mashambulizi 73 ya makombora kutokana na Iran kulipiza kisasi. Hata hivyo, taifa hilo linasema liliyazuia makombora kadhaa. Kurugenzi ya usalama wa umma ya nchi hiyo imesema kwamba matukio hayo hayakusababisha majeraha yoyote na uharibifu huo ulipunguzwa kwa hasara za vifaa pekee, ikibainisha kuwa timu maalum zilishughulikia matukio yote na kuzuia usababishaji wa madhara makubwa zaidi. Kurugenzi hiyo pia imetoa onyo jipya kwa raia kuepuka kukaribia kitu chochote kinachotiliwa shaka chini ya hali yoyote kutokana na hatari kubwa iliyopo. Nako nchini Irani, balozi wa Irani wa Umoja wa Mataifa amesema Irani italenga vituo vyote na vifaa vyote vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati na taifa la Israeli, yani vyote vitafikiwa na mashambulizi ya Irani. Amel Saidi Iravani amesema Irani inaona vituo vyote na vifaa na mali za vikosi vya adui katika eneo hilo
zitachukuliwa kama malengo halali ya kijeshi ndani ya mfumo wa ulinzi halali wa Irani. Irani itaendelea kutumia haki yake ya kujilinda kwa uamuzi hadi uchokozi utakapokoma kwa maeneo kamili yasiyo na shaka, alisema balozi huyo. Ameongeza kuwa Irani inabaki kuwa imejitolea kikamilifu kuheshimu uhuru na uadilifu wa eneo la nchi jirani, lakini inapobidi kujilinda itafanya hivyo. Irivani aliongeza kuwa Israeli imefanikiwa kuivuta Marekani kwenye dimbwi la vita na Irani. Hata hivyo, bado Irani haijachoka na wala haitotishwa. Wakati hayo yote yakiwa yanaendelea, naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezungumza katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuonya kwamba mashambulizi ya Februari 28, yani Jumamosi, ya Marekani na Israeli nchini Iran pamoja na kulipiza kisasi kwa Irani ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, akionya mataifa hayo kujizuia. Amesema hatua za kijeshi zina athari za kusababisha mgogoro na mlolongo wa matukio ambayo hakuna mtu anayeweza kuyadhibiti katika eneo lenye utete zaidi duniani. Hata hivyo, taarifa kutoka nchini Israel zinaeleza watu kadhaa wamefariki baada ya mashambulizi ya Iran katika taifa hilo la Israeli kwenye mji mkuu wa Tel Aviv, ambapo vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti. Wengine 20 wamejeruhiwa huku mmoja akiwa katika hali mbaya zaidi. Nayo Israeli baada ya mashambulizi imetoa orodha ya maafisa wa Irani wanaodaiwa kuwa wameuawa, ambapo Israeli imedai kwamba mashambulizi yalimuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na mshauri wake Ali Shamkhani, lakini taarifa kutoka Iran zimepinga na kukanusha taarifa hiyo, ambapo muda mchache ilipofika saa 6 kamili za usiku, yani tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alipakia, yani aliposti ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter uliosema, kwa jina la mwenye sifa na utukufu, amani iwe juu yake. Baada ya taarifa hiyo, watu wengi walishtuka, kwani kulikuwa kuna uvumi kwamba huenda amefariki, lakini mpaka hapo bado kuna walakini kwamba huenda amefariki au la baada ya ujumbe huo kwenye ukurasa wake wa Twitter. Hata hivyo, maafisa wengine inaodai kuwa wameuawa ni waziri wa ulinzi Aziz Nasrallah, mkuu wa ofisi ya kijeshi ya kiongozi mkuu Mohamed Shiraz, mkuu wa IRGC Mohamed Pakpo na afisa mkuu wa ujasusi Saleh Asadi, kama unavyoona kwenye hiyo picha. Maeneo mengine ambayo Irani imeshambulia ni pamoja na uwanja wa ndege wa Dubai ambao umeripotiwa kupigwa na makombora katika shambulizi la usiku wa Machi mosi dhidi ya nchi ya Falme za Kiarabu, yani UAE. Video kutoka katika eneo hilo inaonyesha kwamba jengo la uwanja wa ndege limeshambuliwa vikali, kama unavyoweza kutazama kwenye hiyo video iliyorekodiwa mtu akiwa ndani, lakini kwa umbali video inaonyesha kwamba kuna hoteli jirani imeshambuliwa na uwanja wa ndege ndo kama hivyo. Hata hivyo, drone ya Irani imepiga jengo la hoteli ya nyota 5 ya Burj Al Arab huko Dubai. Jengo hilo limesimama juu ya kisiwa cha kutengenezwa, lina urefu wa mita 321 na ghorofa 60, miongoni mwa majengo makubwa, na inasemekana kuwa ni jengo ambalo ni utambulisho wa mji huo wa Dubai. Na inasemekana Irani imelenga jengo hilo kutokana na kwamba kuna maafisa wengi wenye asili ya Marekani au Wamarekani wa moja kwa moja huwa wapo katika eneo hilo, na hivyo ilikuwa imepiga kwa ajili ya kuigusa Marekani moja kwa moja. Nayo drone nyingine ya Irani imeonekana ikipiga kambi nyingine ya Marekani nchini Bahrain baada ya ile ya awali kupigwa. Wakati ukiwa kuna uvumi juu ya kifo cha kiongozi wa Irani, hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi aliambia NBC News kwamba Khamenei na Rais Masoud Pezeshkian wako hai na wapo imara zaidi. Kwa mujibu wa taarifa yake, Trump amesema mabomu makubwa dhidi ya Irani yataendelea kwa kadri ilivyohitajika na inavyowezekana. Amewataka wanajeshi wa IRGC na polisi wa Irani kuungana na wazalendo wa Irani katika kubadilisha serikali yao huko, na akasema mchakato huo unapaswa kuanza hivi karibuni. Sasa kwa kuwa Khamenei ameuawa na nchi imeharibiwa sana na hata kuangamizwa katika siku moja tu. Hata hivyo, mabomu mazito na ya uhakika yataendelea bila kukatizwa kwa wiki nzima au kwa kadri inavyohitajika ili kufikia lengo letu la amani katika Mashariki ya Kati na kwa kweli duniani kwa ujumla, ameongeza Rais Trump. Wakati
wakati hayo yakiwa yanaendelea, bado Iran imeendelea kupiga maeneo mengine mengi, na tutaendelea kukupa ripoti kwa kadri itakavyotokea na kadri itakavyohitajika. Lakini usiku kwa ujumla umekuwa ni usiku mzito sana kwa Israel na nchi nyingine za Mashariki ya Kati, wakati Iran ikiendelea kulipa kisasi na ikisema kwamba hii ni awamu yake ya pili ya mashambulizi, bado itakuja awamu ya tatu baada ya kukucha. Hii ni Msasa Media.